Katika kuimarisha amani nchini Tanzania, viongozi wa dini wametakiwa kujiepusha na masuala ya kisiasa, badala yake wajielekeze kwenye kulea jamii kiroho na kuhubiri amani, huku pia serikali ikitakiwa kutenda haki bila kujali itikadi za kisiasa, kwani haki ni mhimili muhimu wa amani na utulivu. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa kituo cha msaada wa sheria Everlasting Legal Aid Foundation Hamis Masoud amesema katika siku za hivi karibuni viongozi wa dini wameanza kujihusisha na masuala ya kisiasa na kuonesha misimamo yao ya kisiasa, jambo ambalo linaweza kuchochea fikra za udini na kuhatarisha amani ya Tanzania. Nizungumze jambo kidogo kuhusiana na viongozi wa dini. Sisi kama taasisi pia kuna mambo ambayo yamekuwa kidogo tunayafuatilia. Tunaona kidogo tusipokaa sawa sawa baina ya serikali, viongozi wa dini na makundi mbalimbali, hii itakuja kuleta shida. Kwanza tunafahamu kwamba msingi wa amani duniani kote ni haki. Sina hakika kama na wale ambao wana dini nani religious kama na wao wamo katika hizo kamati, sina hakika sana. Maana lengo ni nini? Inapotokea mjadala kama hii ya umma, kuna jambo kikosa sawa, tunakaa kwa pamoja. Tunaangalia, je, hichi kitu kiko sawa sawa? Tunazungumza vipi na serikali katika jambo hili? Hekima yake ni nini bila kuleta mkanganyiko katika jamii? Kwa sababu viongozi wa dini tunaamini wao wamestarabika. Kwa sababu wao wanatuambia mambo ya Mungu, mambo ya rohoni. Kwamba jamani, acheni dhambi, tuishi kwa amani, umoja, mshikamano, tusaidie maskini. Ndio viongozi wa dini. Kwa hiyo wao wamejikita katika unyenyekevu. Kwa hiyo itakuwa ni mkanganyiko hali ya juu. Sasa watu wakatoka katika dhana hii na tukaanza kuchonganishana. Sasa Waislamu na Wakristo tukachukiana, tukagawanyika katika makundi ya vikundi. Hichi ni kitu ambacho sio chema.